Yes, shalom shalom shalom, taifa la Mungu, shalom. Leo kuna historia nzuri ambayo tunaenda kuipata, ni ushuhuda, kwa sababu ushuhuda wa mtumishi wa Mungu ambaye tupo hapa anaitwa Petro, tena ni Peter, ndio hivyo, ndio Petro yenyewe, ambaye manake jiwe. Yes. Yesu akamtazama akamwangalia akasema Simoni mwana wa Yohana, leo utaitwa Petro Kefa. Yes. Sasa tupo na jiwe la Yesu mahali hapa. Historia yake ni nzuri sana, ndio maana leo hii nimeamua kumtafuta. Huyu jamaa alikuwa ni mganga wa kienyeji, lakini leo hii yuko na Yesu. Kuna vitu vingi ambavyo tunaenda kujifunza. Wewe ambaye unapenda sana masuala ya kiganga, leo hii utakuja kueleweka wazi, ambao utaelewa nini tu wanachokifanya. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Ndio. Hivi kwenye kazi yako ya zamani kabla ya wokovu, je, ulikuwa ni ya kulisi au ilikuwaje? Kwanza babangu mzazi alikuwa mganga kienyeji. Babangu mzazi mpaka sasa hivi nazungumza naye, babangu mdogo ni mganga kienyeji. Ndio. Lakini bibi yangu alikuwa mganga kienyeji. Ndio. Lakini pia mpaka tunazungumza naye mdogo wangu kabisa mpaka sasa ni mganga. Daudi tunazungumza. Kwa tuseme umetokea kwenye familia ya uganga. Yes, sasa na mimi ndio nilikuwa mchuma dawa cha polini, mtu anayekwenda polini kuchuma dawa. Ndio. Sasa imekuwaje leo mpaka umetoka kwenye uganga hii, sasa hivi umekuwa ni mchungaji, na watu wengi wamekuwa maarufu sana kwa jina la Juma nani? Maarufu baada ya kuokoka anaitwa Juma Mlokole. Juma Mlokole. Lakini sasa hebu nataka tupate historia ya Juma Mlokole. Kwa nini walikuta Juma Mlokole mpaka sasa hivi ulikuwa hapo? Wakati wa kufanya kazi za uganga hizi, wakati tunafanya katika chini ya uganga. Yes. Unajua uganga huu uko design tofauti tofauti. Ndio. Kuna uganga huu ambao tunasema uganga wa vitabu. Ndio. Lakini kuna uganga huu wa miti. Yes. Kuna uganga wa kugawa watu wanagawa tu dawa tu basi. Lakini kuna uganga wa vipazia ule. Ndio. Unakuta mganga ana kipazia chekundu na cheusi. Ameweka bango kubwa, amekwala kibao, mganga kutoka Sumbawanga, mimi najiita dakika 3. Ndio. Kwa Tianga. Kwa hiyo maana unakuta mtu anaweka pale bango kubwa, mganga kutoka dakika 3 nini? Vibuyu kibao, mikwala mingi, naweka kuwatisha watu angalau watakifika mazingira yao wanaona kama hapa kuna kitu kinafanyika pale. Hofu mnaanza kumtia mtu wakati vibuyu vyenyewe hamna chochote, atakwenda kugonga kutia moto wala maisha yanaendelea. Hebu moja kwanza. Kwa hiyo unasema kwamba vile vibuyu unaviona vya waganga vinavyo uganga pazia, huo mchezo kwa hakuna chochote. Kwani kaka wewe ukipita kwenye maduka wanauza dawa ya miti shamba hivi, uvione vile vibuyu vipo na viona vile sasa. Kwani kama vilikuwa majini wangekuwa wanaviuza pale? Kwa hiyo unamaanisha kwamba hata nikipita nikiviona nisiwe na wasiwasi, sababu vile havina chochote. Hiyo ni kwala tunapitisha bwana. Yaani ile ni kisaikolojia, kwa ataki na mnadani kisaikolojia watu kutega. Kufika maeneo yale kali ya mazingira na kutisha. Unajua ukimwona polisi unaanza kuogopa nguo zake. Polisi akivua nguo zake, unaona ni watu wa kawaida sana. Nini unaanza kufanya nini? Lakini uniform ya polisi akija nayo, akija katika mazingira yako, wewe utaanza kujishtukia kama kweli wewe ana haja kuona wewe kuna tukio ambalo umefanya, utaanza kujishtukia. Sasa na unapokwenda pale ukishakuwa tayari una shida, unataka kaa jambo, maana unakwenda pale kwa shida. Ukifika mazingira yake, ile uniform inakutisha kwanza. Kwa tuseme nyinyi yote hii ilikuwa ni mipango ya kuwapiga watu. Wao wote, sio nyinyi wote waliokuwa waganga vipazia wote. Mimi naita waganga vipazia. Wote ule ni mpango wa kupiga hela. Ndio. Dawa ni zile zile wanazonunua kwenye maduka ya dawa. Kuna maduka ya mitishamba wanauza. Tunajua maduka mengi wanauza hizo vibuyu nini. Maduka mengi maduka ya asili. Ndio. Yale ndio dawa zinanunuliwa pale. Na pale ukitaka kujua waganga wote vipazia wako pale, nenda pale. Yule anayeuza pale anauza dukani pale. Yule ndio anauza zile dawa na yule ndio anayetoa dawa hii inatumika vipi, dawa hii ikoje, dawa hii ikoje, dawa hii ikoje. Sasa kuna dawa moja, ingawa mimi sijaipenda kwa mganga, lakini wanaonaga kwenye hizi picha sio zinapigwa tata. Zinakuwaje huyu kwamba ni magumashi na wao inakuwa yule ni maswala hiyo tata baadaye na waka inawaka moto na waka hiyo, wala sio nani, ile ni maswala ya science. Kwa pale kuna mambo fulani yamechanganywa vibaruti fulani, kuna nani fulani ukitia pale ndio vinabarutika wenyewe vinatoka. Kawaida vile hata ukienda kununua pale 500 unaweka wewe mwenyewe unafanya. Si ungepata kipindi vizuri ingekuja navyo kabisa ili uone tunaweka hapo waone. Hamna kitu yote kawaida. Bwana, siku nyingine tunatamani tuandae kipindi vizuri ili mradi mtumishi wa Mungu atuonyeshe. Tutaenda kule eneo wapi? Mkulanga. Tutaenda Mkulanga na tutapata dhama yote ile ambayo anayafanya na uongo wote ambao wale ambao walikuwa wanafanya
tumishi na Mungu ndio alikuwa anafanya, lakini sasa hivi umeokoka. Tutaenda kujifunza. Hebu nataka kujua kwamba ulikuwaje mpaka leo ukaokoka sasa na umpokea Yesu leo. Sasa iko hivi, na mpaka ukaitwa Juma Mlokole. Sasa iko hivi, historia yangu ya kuokoka ni ndefu kidogo, lakini labda nizungumze kwa ufupi tu, kwa sababu ya mazingira yalivyo na muda ambao tayari wewe unahitaji kutumia hapa kwa kuonyesha hapo. Tusiwachoshe wasikilizaji, kwa sababu kinaweza kuwa kina muda na muda. Ndio kabisa. Kwa wokovu wangu ulitokana na huko kwenye huo uganga. Ndio mimi wakati nimetoka ukasini, baadaye nikaenda sehemu moja kwa Mkulanga. Kwa Mkulanga kule nikaingia kwenye mazingira yale, nikakutana na kuna jamaa mmoja anaitwa Kibajaji, alikuwa anatibu pale. Sehemu moja inaitwa Panoni. Alikuwa anatibu hapo. Sasa yule bwana ikaja ikafika kipindi alikuja akabaka mtoto. Akaondoka kule vichakani. Ule mchezo ule, mganga anataka apake dawa. Kwa hiyo anachukua simu yake asili, anapaka dawa, anasema anampaka mtoto, anza kumpaka mama kwenye miogo sehemu moja inaitwa Kingongo. Akampaka mama, akafanikiwa kufanya naye. Lakini baadaye akamchukua mtoto mdogo akafanya naye, mwisho akamuumiza simu zake za siri kwa sababu alikuwa ni mdogo. Na ndio baba mtu alikuwa amekaa pembeni naye anasubiria. Sasa sikujua mpango wake alikuwa na baba naye ampake dawa alikuwa, lakini hiyo tuiache kwa sababu haikufikia kwa baba. Kwa hiyo kule nani yule mtoto alipopiga zile kelele na zile damu zilianza kumwagika, yule mama akashtuka kwa sababu akashajua nini kinachoendelea kwa sababu alishafanywa hivi. Kwa hiyo katokea pale, wale wakashtuka wakakimbilia pale, mkuta jamaa kashakimbia, mtoto ndo anaumia pale anavuja damu, yule jamaa amekimbia. Sasa yule jamaa alipokimbia kule ingia kwenye miogo vichaka kuonekana mpaka hivi leo. Kwa hiyo kile kilingo chake kikabaki tu. Sasa kuna siku moja tulikutana kwenye ubanda wa pombe, wale wa pombe. Mimi niko mnywaji sana wa gongo nini pombe kali. Ndio maana waganga wengi hao vipazia wanalewa. Wewe jiuliza mganga gani majini hapa analewa? Ndio nashangaa na pombe vitu tofauti. Mganga gani anavuta bange? Ndio upigaji. Ndio upigaji huo, umeona sio kuelewa. Kwa hiyo sasa tukakutana naye siku yake anakunywa pale na nini, na mimi kuja kwa yule jamaa mikwala na watu kibao. Sasa na mimi kwa sababu hicho nilikuwa sijaanza kufanya. Nikamtazama yule jamaa na mimi nikaona namfagilia sana, nikajua huyo mjinga, kwa sababu mchezo sinaujua. Nikajua mjinga, ngoja naonyesha action. Kwa hiyo pale mimi nikaonyesha mchezo paka tuko kwenye ubanda ule wa gongo. Hapa jamaa kashtuka, nikamwambia na mimi mganga. Mganga kweli? Nikamwambia basi mtembelee kilingeni, nikamwambia ina shida. Sasa kweli siku yake nikaja nikamtembelea kilingeni kwake. Nilipomtembelea kilingeni kwake pale nikakuta wateja wengi sana. Wale wateja nilipokuta wengi, na mimi nilipoingia pale kama kawaida yangu, na mimi nikaingia, waganga wengi baadhi yao na majini. Yaani alisoma majini ni sehemu ya project, watu wanatengeneza majini. Kwa hiyo yani kwamba ni watu wanatengeneza kwamba ila kama mtu anaongea nikikutia na kuna dawa fulani nikitia kwenye pua ikiingia na chafua natoa macho yanakuwa mekundu yanaiva, lakini pia makamasi yanatoka, yani inakuwa kama siko sawa hivi. Sasa pale nikianza kubadilisha na sauti na nini lazima wewe ukubali. Nikigonga na nyimbo zangu, chembea moyo Samson, chembea moyo, chembea moyo na watu ndo wanaingia mkenge pale, lazima sasa utengeneze mazingira hayo. Kwa hiyo jini likishakuja namna gani pale unatengeneza mazingira. Kwa hiyo pale lazima watu wabadilike kuona tofauti, na wewe lazima utengeneze mandhari ya kuonyesha kwamba yeye kama jini yupo kaingia pale, lakini sio jini wala nini, ni mazingira yale mganga kibazia anatengeneza. Sasa kwa nini nilipoingia sasa pale, nilipofika pale, nilipokuja nikamkuta yule jamaa pale ana linda wake na nini. Sasa mimi sijamjua huyu mwenzangu kwa sababu wanajuana, ukimwona tu unamjua mganga mwenzako. Nilipofika pale wale wote, na kawaida sifa mganga hata msaidizi wako umwambie siri, kwa sababu ukimpa siri msaidizi atasema. Siri ya mganga ni mganga na mganga mwenza wake. Ndio maana siku tunaposema tunamkabidhi uganga msaidizi, ni siku waganga wote wanakusanyana sehemu moja, inapigwa ngoma, inachezeshwa sherehe. Sio kama anakabidhi uganga anapewa zile siri za mipigo alikuwa anapigwa yeye bila kujua, kwa sababu ile michezo inayochezwa hata msaidizi hajui, anajua ndio anafanyika vile kama ndio hivyo ilivyo, lakini ule ni mchezo wa mganga, ila mganga kwa mganga anajua, ila msaidizi wa mganga hajui, na hiyo ni siri ambayo utakiwa kumwambia. Kwa hiyo kuna michezo ya kufukua vitu chini, ile michezo ile unacheza wewe tu, ila yeye msaidizi wako hatakiwi kujua. Akijua atatoa siri kwa sababu bado hajaiva. Sio nielewa. Kwa hiyo mimi nilipofika nikajua huyu wote hawajui hapa. Mimi najua yeye, wale yeye ndio wale hawajui, ila mimi najua kwa sababu namjua. Kwa hiyo mimi nilipofika pale kapandisha jina lake, anakwenda na wapiga mikwala, ni watoto wanamuogopa pale. Nilipofika na mimi nikakaa nikaanza, jamaa aliponiangalia akaniangalia, akanipiga mikwala, ni nafikiri kama labda akajua labda mimi nitamuona kama yeye yuko sahihi sana. Nikapiga mikwala yake, mimi nikamwangalia, akapiga mikwala yake kimya, na mimi kwa ngoja nikuletee mashine ya kwangu, nikampakiza jini mmoja anaitwa Masai. Nikapiga sana kichwa ukutani pa. Afu mimi nikaanza kupiga nyimbo, nikaanza kubeua sana Mwamba akasema huyu, maana mimi nikamwekea kuliko yeye. Mwamba akajua huyu jamaa sasa ana mashine ya kweli ni. Kwa hiyo ikabidi akasafiri na ambavyo ilivyokuwa. Kwa hiyo maswala yapo. Kwa hiyo mimi nikafanya vile, basi jamaa
akawa fresh. Kidogo kwa na mabadiliko yule mtu, wakaniamini kwa sehemu, lakini mimi najua nini nilichokifanya. Kwa hiyo siku ile niliondoka, nikaachana nao, nikarudi na mfumo wangu, sikuwa na kilingi wakati huo. Sasa yule jamaa alipobaka kule sasa akakimbia. Kwa hiyo wale wasaidizi wake si wananijua, msala kwa sherehe. Hajaniachia msala. Yaani yule msaidizi wake si anajua, na wale yule jamaa alikuwa na wateja Kilingeni wengi. Sawa. Na ni wateja wote wakamia kwako sasa. Yaani sio kamia kwangu. Yaani yule jamaa alikimbia kule kichakani akurudi tena, maana kana kisa kubaka. Kwa hiyo yule msaidizi wake wale wateja wakawa wamebaki. Kwa hiyo alichokifanya sana, nijua mimi nishaye kwenda pale. Kwa hiyo akanitafuta yule jamaa anaitwa Mudi Pipa. Akanitafuta sasa mimi niende nikamsaidie pale kutibu wale watu. Kwa hiyo akamwambia wana msiondoke, kwamba nitakuleteni daktari mwingine anakuja. Sawa. Kwa hiyo sasa yeye ndo akanitafuta mimi kuniomba, bwana twende tukafanye kazi ukomboe jaji. Mimi ndo nikarudi pale Kilingeni sasa. Nilipoingia Kilingeni mimi ndo nikafungua mikoba yangu, mikoba yule jamaa nikaeka pembeni, nikachukua mashine zangu nyingine. Kwa hiyo mashine za kazi sasa nikaenda kutafuta kuwapiga watu hapo Shimoni pembeni pale, ndo tunapotoa hizo dawa nyingi pale. Sasa lengo kwa zumuni watu watazamaji wanatamani kufahamu kwamba sasa hivi umempokea Yesu, na je, umeonaje sasa hapo? Hapo unapoona kabla huko, maana tulikuwa nataka kujua kwa nini nimebadilika. Kwa ndio pale sasa ndio ikatokea situation ya mimi wakati natibu pale. Sasa ikatokea mmoja wa wale wasaidizi, kuna mmoja alitoka akawa anamsaidia mganga mwingine, baada ya kuondoka akabaki msaidizi mmoja. Ndio yule alipoondoka yule mmoja sasa akaja kaumwa, kuja akawa anaumwa, anataka kutibiwa pale kwangu. Mimi nikamwambia natoka kwa mganga mwingine unakuja kwangu ili kwaje. Kwa hiyo kama kulikuwa kuna mchezo, na yeye alikuwa amevaa mashine aje nishushie kama mtumwa, na mdada mmoja alikuwa anaitwa Mariam alikuwa anatibu huko. Yeye kama amemtuma yule, naona alimtuma kuna vitu anishushie. Sasa mimi kwa sababu Mungu aliniteua, kwa sababu katika Yeremia Mungu anasema toka yuko tumboni alikuona, kujua kuweka kwa. Nafikiri Mungu alishaniita toka mwanzo. Kwa hiyo hata wakati anakuja anataka kushusha ile mashine sasa za kichawi, alifeli ile mashine, akarudi nayo mwenyewe. Mungu tu mwenyewe sasa alifanya hivyo, lakini sio kwa nguvu za kiganga nilizokuwa nazo. Yule bwana alikuja akafa. Ndio alipokufa sasa, kwa sababu alinikimbilia mimi pale, watu wakaniambia nikamsaidia yule. Kabla hajakufa alitaka nimsaidie pale pale. Ndio kwa kaenda kuna kule, baadaye nikaenda pale kwao, kwenda kufika kuna kule nikamkuta jamaa na hali yake ngumu sana. Hali mikono ishakuwa meupe, macho yashaanza kubadilika. Nikamwambia wale, kulingana na mazingira yako wewe, mtu mpelekeni hospitali. Sasa nilijua kabisa kwamba huyu hapa, huyu kashapigwa mashine. Kwa sababu watu wameshachia mashine kweli. Na ameshindwa kama kabeba, akashindwa kushusha. Kwa hiyo anaondoka. Damu zimelika, namuona kabisa ni kwamba sasa kwa kifupi mashine watu wajui ni majini. Jini alipigwa jini. Alipigwa jini. Na alipopigwa jini kwa wanake tayari vikao vinakula damu. Kwa hiyo kwa mikono ikawa meupe sana, ikabidi mpelekeni kwa nini akatoe damu, huyu kasharushwa vitu huyu. Wale wakapuuzia. Mwisho wa siku akakaa naye akampeleka kwa mganga wake. Sasa nilipopeleka kwa mganga wake, jamaa kule tayari akapoteza maisha, kwa sababu tayari wale majini walishakuwa nakula damu, naona kabisa. Baada ya pale sasa wale wakanitafuta mimi baadaye tena, kama kuna majira saa 2 nilikuwa kwenye ubanda wa gongo na kunywa, wakanifuata bwana, twende bwana kule bwana, wewe ulianza kwanza ule mtu ulipokuwa unamtabiria na mazingira ulivyokuwa unazungumza, inaonekana wewe uko sahihi kuliko wale kule wanahangaika mpaka sasa hivi, haiko vipi wala nini, twende. Wakanikodia kipindi cha bajaji, nikabebwa nikapelekwa pale. Kufika pale mimi nikawakuta vibibi kibao vimejazana mle ndani, ndio jamaa ndo wanamkanda kanda ndani pale maji. Mimi kufika kuingia watu wamejaa hivi, nikaingia paka ndani kuingia, nikamkuta yule jamaa wanamkanda kanda. Mimi yule mtu nilivyomwona tu kumshika hivi wa baridi, yani kafa wa siku nyingi sana, yani kafa muda mrefu. Umeona? Sasa mimi nikakuta wale vibibi kama 6 hivi ndio viko mkanda kanda pale dawa. Umeona? Mimi nikatoka, wale walioniita nikamwambia yule jamaa mwita ni msaidizi wangu anaitwa Mudi. Sasa ambao bwana vipi, nikamwambia huyu kazi hamna. Mimi nikatoka nje, kazi hamna vipi? Wakatoka na wale vibibi vikanifuata. Wale vibibi wakasema kwani mbona tukuelewe? Nikamwambia kwani nyinyi mlichokifanya mkielewe? Hivi mlichokifanya mkielewe? Na mganga wake sasa alikuwa, nikamwambia kwani ulichokifanya ukijui? Wakanitolea macho. So unasemaje? Nikamwambia mnasemaje? Kwa hiyo tuambiaje? Nikamwambia mimi nakwambia nini? Nyinyi mlichomfanyia huyu hamjui. Si mshachukua nyama yake mnataka mkale kaleni. Sasa mimi nishakula mtungi wakati huo naokoka. Watu wewe wakatulia pale. Huko na kule baadaye akasema wewe unasemaje? Wanitolea wale wabibi macho yanawaka kama tochi. Unasemaje? Nikamwambia mimi nilichokisema ndo nimesema. Baadaye mimi nikachukua bajaji, nikachukua na jamaa wangu tukaondoka. Nikamwambia tayari pale biashara hamna, yule kashakufa, mpelekeni mochwari tu. Mimi nikwambia ndoka muda ule mlipomleta pale kwangu. Wakati mnamleta nilikwambieni huyu mpelekeni kwa mganga wake. Kumbe tunaona kwamba wagonjwa wanaoishiwa damu hospitalini sio kweli, kwamba yuko jini aliyetumiwa ndani yake. Wengi wanatumia wananyonya damu. Unaona mtu anapunguzwa damu, mtu anaongezewa damu inaisha. Mtu anaongezewa damu sasa hizi baadaye haimna tena. Okay. Wapendwa, na mtumishi wa Mungu anatamani kusema vitu vingi, lakini kama unahitaji mwendelezo
naomba tujibie kwenye comment hapo, ili mtumishi wa Mungu atatoa endelezo. Tutamfuata mahali aliko ili atupe mwendelezo. Tunaona kwamba hapa alipoishia ndio alikuwa anaenda kuokoka sasa. Kwa hiyo tutaenda kujifunza vingi na nitakuonyesha clip zake ambazo sasa hivi ni mchungaji na anahubiri Injili na Mungu anamtumia kwa viwango vikubwa sana. Ninawapenda sana, naomba usubscribe channel yangu. Sio, inaitwa Prophet Enoch. Barikiwe sana. Amen.